ni kwamba mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 1:47 kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya Mbeya vijijini, kwenye barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP ikiwa na tela lake lenye namba T148 CTD aina Scania lori ikiwa limebeba shehena ya unga, ikiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, ikiwa natokea Dar es Salaam. Liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari moja hapo ni T257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria ambayo sasa ndio humo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la korongo kwenye mto huu Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi na kusababisha vifo 27 kwa jana. Lakini baada ya kuchukua wale majeruhi, basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba majeruhi mmoja ameongezeka, na ndio maana nasema vifo vimefikia 28. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo, wanawake ni 12 na miongoni mwao watoto ni 2. Wanaume sasa ni 16 na kati ya hao kuna watoto wa kiume 2. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea, kati ya hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi 18 wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu 9 bado hawajatambuliwa. Katika ajali hiyo majeruhi ni 9 kama nilivyokwisha sema. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgara miaka 35 mkazi wa Mbalizi, aliyekuwa dereva katika gari namba T257 DVP Mitsubishi Rosa, ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma, aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa, hili lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori, na akashindwa kulimudu hili gari, na matokeo yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi. Mpaka sasa hivi huyu dereva niliyemtaja yuko hospitalini, pamoja na kwamba yuko kwenye matibabu, lakini tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za kisheria.